Lengo moyoni, lengo la njia zangu, lengo la ukweli wangu, lengo la uzima wangu, yeah. Lengo langu ni Yesu, lengo langu ni Bwana, lengo langu ni wewe, Yesu. Jua namna ambavyo nitaliweka au kuipa jina ili somo, lakini tunazungumzia kitu kinaitwa bustani. Garden, bustani. Itatufurahisha tukielewa ya kwamba maisha yalianzia kwenye bustani, na sizungumzii maisha ya mwanadamu, maisha ya Mungu mwenyewe. Biblia inasema kuna bustani ya Mungu. Kwa hiyo ilikuwepo bustani mbinguni kabla haijawepo bustani duniani. Na kuna bustani tatu leo tutaenda kuzizungumza kama Mungu atatuwezesha. Lakini kabla tujaanza kuzichambua hizo bustani tatu, tunataka tuijue historia kwa kifupi ya bustani na kilichokuwa kinaendelea kwenye ile bustani. Kwa hiyo kuna bustani ambayo ilikuwepo mbinguni, na hiyo bustani ndio ilikuwa mahali pa makao ya Mungu. Mungu alikuwa anakaa katika bustani yake. Biblia inasema bustani ya Mungu. Kwa hiyo tutaenda kusoma katika Ezekiel 28 na mstari wa 11 tutasoma nadhani mpaka 19, 11 mpaka 19. Tafadhali kama una Biblia twende kwa pamoja tusome kwa pamoja, na wale ambao hatuna Biblia basi fuata kwa umakini, kwa sababu usafiri wetu unaanzia hapa. Ezekieli sura ya 28 na mstari wa 11 mpaka 19. Ezekiel 28 mstari wa 11 hadi 19. Neno la Bwana linasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumba kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza. Ewe kerubi ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya mfalme, wapate kukutazama. Kwa wingi wa uovu
Wingi wa maovu yako katika uovu wa uchuzi wako umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza. Nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. Wote wakujuao kati ya kabila za watu watakustajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwapo tena hata milele. Amina. Amen. Sasa nimewaambia ilikuwepo Eden, bustani iliyokuwepo mbinguni kabla haijawepo bustani duniani, na huyu ni picha ya shetani ambayo anazungumzwa kwamba alikuwa mkamilifu. Kila kitu kilichochema kilikuwa ndani yake. Bwana anamwambia, nilikutamrisha, nilikutengeneza na nikakufanya kuwa vyote hivi ambavyo tumevisoma. Lakini mpaka pale siku moja uovu ukakutwa ndani ya moyo wake. Huyu ni shetani ambaye anazungumziwa hapa. Alikuwa ni mmoja wa malaika wakuu wa mbinguni, na kulingana na historia kwa fupi ambayo Bwana alikuwa analeta kama ufunuo kwa nabii Ezekiel, alikuwa na plani naye, kwa sababu hakumweka tu kuwa mkuu na kumweka juu ya vitu vyote hivi, bali alikuwa na lengo naye. Lakini ilipogundulika kuna kitu ndani yake kitu ndani ya moyo wake ambacho kilisemekana kuwa ni uasi, akatupwa chini. Tukisoma Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 1, Biblia inasema Mungu alifanya hapo mwanzo, Mungu alifanya mbingu na nchi. Kwa kitu cha kwanza alichokitengeneza Mungu ilikuwa ni mbingu, akatengeneza na nchi. Lakini hii nchi, tukisoma sasa mstari wa 2 pale, ilisemekana ilikuwa na giza. Hakuna kitu kilichoishi katika hiyo nchi. Na hii nchi ambao Bwana aliitengeneza haikutengenezwa kwa hiyo picha, bali ilikuwa ni tukio na vita iliyokuwepo katika Eden ya Mungu. Na ile vita iliyokuwepo kule, shetani akatupwa. Biblia inasema alishuka kama radi za umeme na zikaja kuiharibu dunia tuliyopo sasa hivi. Sijui tunaenda sawa? Tunazungumzia bustani siku ya leo, na kabla hatujazifafanua bustani 3 na zina maana gani kwetu, tunabidi tuichimbe hii Eden ilianzia wapi, hii bustani ilianzia wapi na ina maana gani kwetu. Kwa alivyotupwa chini huyu shetani, ndio ikawa giza duniani, pakawa hakuna kitu tena. Mungu aliposhuka alikuja kuitengeneza bustani tena, ambao ndo makao yake mbinguni. Alikuwa kwenye bustani yake ya Eden, akaja kuitengeneza, akaja kuleta sasa nuru, kwa sababu aliharibu kila kitu kwa ile vita na mapambano yaliyokuwepo mbinguni kabla viumbe vyote havijawepo. Uharibifu ulivyotokea, ndo ikaanza tena picha, ambayo hiyo picha ndo tumekuja kuonekana sisi wanadamu. Kabla ya kuonekana sisi kwenye hiyo picha, ilikuwepo Eden. Narudia tena, na hiyo Eden alikuwepo shetani, ambao Mungu alikuwa anamtazamia kuwa kama mtu ambaye atamweka mkono wa kuume. Katika kumtengeneza, alimtengeneza kuwa kiumbe cha pekee, akampa uzuri, akampa mianga, akampa kila kitu cha thamani. Lakini ikatokea siku uasi ukapatikana ndani ya moyo wake, na kwa sababu ya ule uasi akatupwa chini. Historia haikuishia hapo, ndo tukacha kwenye picha, tukatokea kwenye Eden ya pili, ambayo hii Eden haikuwa mbinguni bali ilikuwa duniani. Tusome Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8.
kwa kifupi tu, kwa sababu tukianza kusoma vifungu tunaweza tukakesha. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Amina. Kwa hiyo alitengeneza tena bustani, na hiyo bustani alikuja kumweka mtu ambaye ni Adam, na Adam akaja kupewa mamlaka yale ambayo alipokonywa mwanzoni Shetani, kwa sababu yeye ndo alipewa utawala wote, alipewa uongozi wote. Lakini kupewa kule haikumaanisha ana operate katika ukamilifu wa ule utawala. Bado alikuwa kwenye kutazamiwa. Lakini Eden hii ya kwanza ilikuwa ni sehemu ya makao ya mwanadamu, na inaashiria kwetu ni sehemu ya uwepo wa Bwana. Na katika sehemu ya uwepo wa Bwana kilichokuwa kinaendelea yalikuwa ni mafunzo kila siku. Huyu kwa sababu alikuwa ni kiumbe ambayo Roho Mtakatifu alikuwa afanyi kazi kwa wakati ule, alikuwa ni Mungu Baba, kwa alikuwa anaendelea kuwa kwenye mafunzo, alikuwa kwenye darasa kila siku katika uwepo wa Bwana, sehemu ya Eden. Alipokuwa anaendelea kupewa mafunzo, ndo akatokea Ibilisi. Kuna swali watu wanauliza kwamba kama ilikuwa ni sehemu takatifu ya Mungu, yawezekanaje Shetani alikuwepo pale? Shetani anaweza kawepo popote pale ambapo Mungu yupo, lakini kitu ambacho hawezi kufanya ni kuparticipate. Hawezi kushiriki katika matukio yanayoendelea pale, kwa sababu ni sehemu takatifu, na yeye alikutwa kuwa mwasi. Kwa anaweza kupatikana hata kanisani. Ndio maana hata kanisani tunakuta na vitu mbalimbali ambavyo ni tofauti na Mungu. Kwa hata kwenye hii siku Shetani alikuwepo, lakini hakuweza kufanya jambo lolote. Hakuweza kutambulisha kanuni zake za uovu, kwa sababu alikuwa ana mpenyo wowote wa kumruhusu yeye kuingilia kati. Kwa Eden ya kwanza ilikuwa ni sehemu ya makao ya mwanadamu na kufundishwa, ni mpaka pale ambapo Shetani alikuja kumdanganya mwanadamu na kuleta uasi ndani ya moyo wake. Na alipoasi mwanadamu, kilichotokea naye alifanyaje? Alifukuzwa kwenye ile Eden, kwa sababu kosa lililofanyika ni ndogo sana, lakini kilichokuwa Mungu alichokuwa na kijaribu kukionyesha pale ni kwamba makao yake alipo Mungu hapana unajisi, hapana uovu wa aina yoyote. Kwa haikuwa ni swala la kwamba kosa ni dogo au kosa ni kubwa, ilikuwa ni swala la haki na utakatifu wa Mungu. Kwa alipo yeye Mungu, kama tutawepo na sisi, inabidi pasiwepo na uovu wala uasi wa aina yoyote. Kwa alipopatikana mwanadamu naye kuwa na uasi, akafukuzwa kwenye ile Eden. Alipofukuzwa, ndipo sasa Shetani alipata mkono wa kufanya kazi katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo Eden ni sehemu ya makao, na Eden ya mbinguni ilikuwa ni sehemu pia ya makao ya Mungu. Lakini alivyoona Shetani amefeli, plani yake Mungu haikufeli, kwa sababu Biblia inasema kwamba toka zamani za kale plani yake ilikuwa imetambulika na inafahamika, ila wale ambao walitaka wacheze kwenye ile plani, walipokuwa na feli, alikuwa anawaondoa, analeta picha, anamleta mtu mwingine kwenye ile picha. Akifeli anamuondoa, anamleta mtu mwingine kwenye ile picha. Shetani alipofeli akamuondoa,
akasema tunamweka mwanadamu, na ndo kitu kilichomkwaza na kumuuzi na kumfanya achukie Shetani, kwa sababu kila alichokuwa nacho kilikuja kupewa kwetu. Na ndio maana Mungu alikuwa anakuja kila siku kwenye mapambazuko ya juu. Biblia inavyosema, at the dawn of the sun, Mungu alikuwa anashuka, anakuja kumwelekeza. Na alipokosea, alichomuuliza Mungu alikuwa uko wapi? Kwa sababu alikuja kwenye kipindi akakuta mwanafunzi hayupo. Na hiki ni kipindi ambacho alikuwa anamuonyesha mwanadamu, wewe ni nani na nimekupa nini, nimekupa uwezo gani. Lakini kabla ya mwanadamu hajajitambua, hajajijua, Shetani alikuwa anaielewa tayari picha. Na kwa sababu yeye alifeli, alisema hakuna mtu atakayo kuja kukaa kwenye hii Eden. Nitahakikisha kila mmoja aliyochaguliwa na Mungu tunaenda sehemu sawa na niliyopo mimi. Na mpaka leo vita kubwa Shetani anataka alipo yeye na sisi tukawepo, kwa sababu yeye alipakosa, akasema na nitahakikisha na nyie mtapakosa, kwa sababu tulionekana kuwa ni watu ambao tumekubalika mbele za Bwana, na hivyo Bwana akajaza mamlaka ndani yetu, tukakaa Eden, tunafundishwa. Akaleta udanganyifu ambao ulikuja kumfanya mwanadamu kuanguka, na hapo ndipo kazi inapoanzia. Kuanguka kwa mwanadamu ndio kulikuja kuleta haya yote tunayoyaona, mapambano haya tunayoyaona, utafutaji huu tunaoona ukwepo mwanzoni, kwa sababu kulingana na Bible inavyotuambia, kila kitu ambacho mwanadamu alistahili kuwa nacho na kuendesha maisha yake kilikuwa wapi? Kwenye Eden. Unataka chakula, kilikuwepo chakula kule. Utawala wake wote na nguvu zake zote zilikuwa zishawekwa kwenye sehemu ya makao yake, ambapo ni uwepo wa Bwana. Uweponi mwa Bwana ndo sehemu tu tutapata vile ambavyo vinatakiwa tuvipate. Lakini udanganyifu wa Shetani uliingia na ukatuondoa kwenye Eden, na ukahakikisha hakuna atakayekuwa na kumbukumbu ya kitu na au vitu vinavyotakiwa kuwepo katika maisha ya mtu, kwa sababu ulishaondolewa kwenye Eden. Uwezo wako upo katika kukaa kwako katika uwepo wa Bwana. Na ndio maana imekuwa ni vigumu watu kuomba, imekuwa ni vigumu watu kusoma neno la Bwana, kwa sababu wanachojua tu ni nisome neno la Bwana nipate pesa, nisome neno la Bwana nikafanya hivi nikapone. Ni zaidi ya kupona, ni zaidi ya kufanikiwa, ni zaidi ya haya mambo yote ambayo tumepewa na Ibilisi. Uweponi mwa Bwana ni sehemu ya utawala wa mwanadamu. Utawala wetu ambao Mungu alitupa kwamba wakaitawale nchi, unapatikana sehemu ya uwepo wa Bwana. Sasa tutatawaleje kama uweponi mwa Bwana tushatoka? Ina maana mwanadamu tena ameshapunguzwa, ameshanyang'anywa nguvu. Ikabaki option ya mwisho ambayo ilikuwa ni Yesu. Tunaijua story ya Yesu, lakini alichokuja kukifanya naye hakikuwa mbali na bustani. Kwa hiyo nimesema kuna bustani tatu ambazo tutazizungumzia. Bustani ya kwanza, tukiachana na bustani ya mbinguni, ile hatuijui wala hatuna kazi nayo, kwa sababu waliokuwepo kule kulingana na Biblia alikuwa ni Ibilisi na Mungu, na ile bustani ilikuwa ni bustani ya makao ya Mungu. Kwa hiyo ile tunaachana nao. Bustani nao tuhusu ni bustani ya Eden, ambapo ndipo maisha na uhai wetu ulianzia, na inaashiria sehemu au makao yetu ni uweponi mwa Bwana. Tutakuja tuiendeleze kidogo Mungu akituwezesha. Lakini bustani ya pili tunaiona katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 36. Tutasoma sasa hivi, lakini nataka nielezee kitu kimoja. Nimesema mwanzoni Shetani ndio alikuwa anatazamiwa kupewa mamlaka yote,
kwa sababu kulingana na design alivyoumbwa, alivyotengenezwa, yeye ndo alipewa kila kitu. Alivyoshindwa alifanyaje? Alipokonywa, na kila alichopokonywa alikuja kupewa wanadamu. Biblia inasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni mamlaka na nguvu kama ya kiungu ilirudishwa ikapewa kwetu, na ndo hiyo ambayo shetani aliivizia na kuinyang'anya. Kwa muda mrefu tena mwanadamu akawa ni kiumbe dhaifu. Inasikitisha ni ili jambo, kwa sababu mpaka dakika hii mwanadamu bado ni dhaifu, mpaka alipokuja Yesu. Lakini Yesu alipokuja naye ilimbidi aingie kwenye ule mchezo wa haki na kuhakikisha mtihani atakao upitia utafaa kupewa mamlaka yote. Kwa sababu huyu mtu wa kwanza ambao ni shetani alikutwa na uasi, hivyo ile nguvu hakustahili tena kupewa. Mtu wa pili ambao ni Adam akakutwa na uasi, naye hakustahili kupewa tena ile nguvu, alinyang'anywa. Ilipokuja kwa Kristo kuja kunyang'anya ile nguvu sasa kwa shetani, haikuhitaji tu maombi, haikuhitaji tu kufunga, ilihitaji maisha aliyoishi yawe ya haki na kweli. Na ndio maana Biblia inasema Yesu hakukutwa na kitu chochote cha shetani. Hii ni safari inayotuonyesha toka mwanzo wa picha, kulingana na studio mbinguni, ilikuwa ni swala la haki na utakatifu, kwamba kama tutatawala tutahitaji kuwa na haki. Kuna shetani walipohitaji apewe yale mamlaka, walikuwa wakimtazamia, walikuwa wanaangalia haki, sio uzuri wa vitu alivyo navyo, sio uwezo wa vitu alivyo navyo, sio hekima aliyokuwa nayo. Walikuwa wanaangalia haki kama ipo. Ilipokosekana wakamtoa kwenye picha, akaja Adamu. Ikatokea kwamba naye iliibuka kutokutii, kuliko mfanya sasa kupoteza mamlaka ya kutawala kwake. Akatoka kwenye picha. Yesu alipokuja alibidi aishi haki yote kikamilifu, kwa sababu asingeweza kuishi haki kikamilifu, naye asingeweza kuzirudisha zile funguo, mamlaka asingeweza kuipokonya. Akapokonya yale mamlaka, yalimkosti maisha yake. Na Ukristo kwa hapo, watu tunasema tumeumbwa katika mfano wa Bwana kutawala, lakini tatizo, kwa nini hatutawali? Ni kwa sababu hatujazijua njia za haki. Hii haki inayozungumzwa hapa sio uzinzi, sio kuiba. Hivyo vitu vyote mbinguni havikuwepo. Shetani alichokutwa nacho mbinguni ilikuwa ni pride. Na hilo neno tumelizoea sana kiasi kwamba hata tukilisema tunajua tu ni kujiona, ni kujisifia. Ni zaidi ya kujisifia, ni hali ya moyo wako ulivyosimama. Kwa sababu dhambi iliyokutwa kwa shetani ilikuwa haijaonekana hata tone. Hizi zilikuwa ni system za mbingu zilizoweza kumskani moyo na kukuta wasi ndani yake kabla hajafanya tendo lolote, kabla hajatamka neno lolote, kabla tendo lolote la kiovu halijafanyika kwake. Moyo ndio ulipimwa kwanza.
Tukielewa hivi ndio tutajua pale ambapo Biblia inasema Bwana yupo karibu kwa wale ambao wana moyo kunjufu, moyo mweupe. Na hiyo ndo kazi ambayo walikuwa wakifundishwa kila siku Adam. Mungu alikuwa anakuja bustanini kumwelekeza namna ya kuishi, lakini shetani akamwahi. Yesu alipokuja, kitu cha kwanza alichojifunza, tunasoma Yesu alikuwa na miaka 12, alikuwa ni mtu wa kushinda hekaluni, kuijua Torati, kujua ni namna atakavyoweza kuishi maisha. Kwa sababu kujua Torati na kukaa katika uwepo wa Bwana ndio kunakuja kumpa kutawala ambako kuko mbele yake. Hii ina maana kwetu kwamba zaidi ya vyote ambavyo tunavitafuta na tunahangaika navyo, kitu cha kwanza ni kukaa uweponi mwa Bwana. Lakini hii injili inakuwa ni ngumu hata kuihubiri, kwa sababu watu ambao tunahubiria tayari wameshawekwa bize na vitu vingi vya kidunia. Kwa hata tukizungumzia kwamba Bwana anahitaji ukae uweponi mwake, inakuwa kama ni kitu ambacho hakiwezekani. Na kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani, na ndio maana hatuwezi kuona utawala. Ilibidi aanze kupimwa. Yesu alipimwa kwa kila kitu. Kuna sehemu Biblia inasema alikuwa kwa maarifa, pia na kuwapendeza watu na kumpendeza Mungu. Ni katika umri mdogo Biblia ilimsema hivyo Yesu. Hivyo vilikuwa ni vipimo kwa kila hatua ya maisha yake ambao alikuwa anaishi, anatazamwa. Akasema amekuwa kwa hekima, ameishi akiwapendeza watu na akimpendeza Mungu. Alikuwa hajabatizwa bado, akavuka hicho kiwango. Alienda wakati wa kubatizwa. Yohana Mbatizaji alisema, mimi sistahili kukubatiza kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni mkuu kuliko mimi. Yesu alisema, na iwe hivi ili kutimiza haki. Kwa nini alikuwa anataka itimize haki? Kwa sababu ile haki isingetimizwa, ule ufalme asingeweza kumiliki, asingeweza kurudisha katika utawala wake tena. Na ndio ilikuwa tumaini pekee lililobaki. Kwa hiyo baada ya kujinyenyekeza kwa kiwango cha kushuka chini, ile ilikuwa sio kujinyenyekeza tu, ilikuwa ni hali ya moyo wake. Ulikuwa tayari kufanya jambo lolote kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo akakubali kubatizwa na mtu ambaye yeye anastahili kumbatiza. Ni tuiweke kwenye picha hivi, ni kwamba alikubali kubatizwa na uumbaji wake, kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu. Alichokiumba kikambatiza. Tukizungumzia unyenyekevu ni kwa kiasi hicho. Hizo zote zilikuwa ni alama zinatikiwa mbinguni. Hapa ameshinda, ameitimiza hii haki. Kwa sababu akifeli sehemu moja, alikuwa anajua kwamba nisije nikakutwa na uhasi ndani yangu na ufalme ukapotelea kwa Ibilisi milele. Kwa kila alichokuwa nakileta Mungu na pamoja na Ibilisi walikuwa, kwa sababu kuna majaribu mengine shetani ndio alimletea, na kuna majaribu mengine alikuwepo ili kuitimiza haki. Ina maana ile ilikuwa ni system imedesigniwa kutoka mbinguni, au ikwepi akayashinda. Alivyobatizwa pale, neno likatokea mbinguni kwamba huyu ndio mwanangu ambaye anapendezwa naye. Lakini kilichotokea baada ya pale haikuwa kupewa mali, haikuwa kuwa na kundi la watu wa kumsifu, lakini aliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda jangwani. Kwamba kuna hivi viwango, kwanza miaka wa kwanza mpaka 12 kuna ripoti iko hapa. Na hii ripoti tumefika hali ya kubatizwa, kuna ripoti imeandikwa hapa. Sasa bado testi ya mwisho, na haikuwa ya mwisho, ilikuwa ya pili kwa mwisho. Akapelekwa kujaribiwa jangwani. Hii yote
inaonyesha haki ilivyokuwa inatengenezwa ndani ya maisha ya Yesu, kwamba haikutengenezwa kwa siku moja. Yalikuwa ni maisha ambayo anayaishi, zilikuwa ni hali ambazo alitakiwa azishinde, sio kwa maombi, bali kwa lifestyle, kwa kuongea kwake, vitendo vyake, mawazo yake, na hali ya moyo wake imekaeje. Kwa ile testi aliyoenda kupitia haikupimwa na wanadamu, walikuwepo ni Roho Mtakatifu ndio alikuwa anatiki ule mtihani, kwamba kama unahitaji kurejesha utawala, kuna viwango utaanza kuvipitia, na hivi viwango, kuna viwango alipimwa na wanadamu, kuna viwango alipimwa na wazazi, kuna viwango alipimwa na uongozi ambao alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Alivyokuwa amevishinda hivyo viwango vyote, akapelekwa viwango ambavyo aliyokuwa anapima akuwa mwanadamu, bali alikuwa ni Roho. Amen. Nazungumzia hivi kwa sababu tunapookoka, na sisi tuna safari yetu binafsi kuparticipate. Niwaambie kitu, pamoja na kwamba Kristo alishinda kwa ajili yetu, unahitaji ushinde na wewe kwa ajili yako, ili kuingia katika kule kumiliki. Iko hivi, ule ukombozi na haki aliyofanya, aliyotupa sisi, ni sawa na kwamba umenunuliwa tiketi ya kwenda Dar. Aulipi hela wewe, bali amekulipia, lakini kwenda Dar ni maamuzi yako. Pamoja na kwamba tiketi ipo tayari umelipiwa, lakini kuinua miguu kwenda Dar, kwenda kwenye lile gari ulionunuliwa tiketi, ni nani? Ni juu yako. Kwa Yesu alisema kwamba mimi nimewanunua, lakini kama mnataka kwenda ninakoenda, bebeni misalaba yenu na mnifuate. Amen. Sio ombi, ni kwamba yapo maisha unahitaji uyaishi, na hayo maisha yanafanana na nilivyoishi mimi, lakini kama mimi nimeshinda, na wewe utashinda. Ndivyo alivyokuwa anasema. Kwa tumeokoka, kuna vitesti vinaanza taratibu taratibu. Tunaanzia tu kwa majirani yako unavyoishi nao. Wewe unadhani tu wanakukwaza hivi ovyo ovyo. Wanapima kwamba tunaona moyo wako kama kweli umeamua kumfuata Kristo. Tunaanza kuangalia hasira, tunaanza kuangalia kiburi, wanaanza kuangalia tamaa, na vile vitu vipo ili kukuhakikishia kwamba hiki kitu bado haujakifanyia kazi. Kwa kikitokea, unaenda kulia mbele za Bwana akusaidie kitoke. Unatoka kwenye ile hatua, unaenda hatua nyingine. Unakuta hasira ipo, unatoka kwenye ile hatua nyingine, unaenda hatua ya pili, mpaka ripoti ikapewa kwamba aliishi kwa kuongezeka kwa maarifa, au maarifa aliyoongezeka nayo. Alikuwa anahubiri Yesu akiwa mdogo? Hakuwa hubiri, lakini alipimwa kwamba ameishi kwa kuwapendeza watu. Na nani? Na Mungu. Unaishije na watu wako? Kwa sababu unapoishi na watu waliokuzunguka, ile ripoti inapewa, kwa sababu unakoelekea hii safari ni kwenda kumiliki na ukaishi maisha kama alivyoishi Kristo. Na ndio maana injili kama hizi zinakuwa ni ngumu, kwa sababu tunajua tu tukiokoka wanatuombea, mambo yanaenda vizuri. Ni vitu vizuri, lakini kuna safari ya kuishi kwa mfano wa Kristo, kwa mfano wa Mungu. Na hii safari ya kuishi kama Mungu inatupeleka yule mwanadamu aliyokufa, huu mwili, kwa sababu katika anguko la mwanadamu mwili ulinajisika. Kwa hiyo safari ambayo unaenda kuiishi wewe, mwili wako hauhitajiki. Unahitaji kila siku mwili wako ufe. Tunaposema mwili kufa, sio hii nyama ikafe, ni mwili na tamaa zake zikafe. Na ili hicho kitu kikakamilike, kuna viwango na pitisho taratibu taratibu. Wanakuonyesha maisha yenyewe, wanakuonyesha. Hata sasa hivi ukikaa, unapoishi na majirani wengine, hapa wote tuliopo sisi ndio tunahatia. Wote tutaanza kuwasema maadui zetu.
Sisi hatuna makosa, wote hapa tunaonewa, wanatuloga, wanafanya nini, hatuna kosa binafsi, kwa sababu ndo mtazamo tulionao ni wa ile, kile ni kiburi, kwamba wewe uko sawa, wewe uko sahihi, kwa huyu anakuroga na kuonea. Kumbe ulioanzisha hata na huo ugomvi wa uchawi kuibuka ni wewe. Uliiba mume wa mtu na ukaibua ugomvi ambao unakuja kanisani wakuombee, lakini aliyeanzisha hicho kitu ni nani? Inaweza kuwa ngumu kidogo. Tunaibua mambo sisi, alafu yakianza mapambano nyuma, tukianza kushambuliwa sisi, tunakimbilia kanisani na tunafarijika, tunatambia una maadui. Lakini mimi nataka niwaambie wale maadui wengine tuliwaanzisha sisi wenyewe, kwa sababu nimewambia shetani ana mkono juu maisha ambaye hajapata mpenyo. Kwa ili pakaonekane kuna mkono wa shetani juu yako, kuna mpenyo upo. Huu mpenyo yawezekana sio wewe ulioanzisha. Walikuwepo mababu kabla hujawepo walioua. Unajua zamani yalikuwepo mauaji mabaya sana, ilikuwa ni jicho kwa jicho na damu zilimwagika. Kwa unakuja kuokoka, damu yako kuna laana ipo ndani mle, na kwa sababu ya ile laana mkono wa shetani uko pale, na badala ya wewe uinuke na kukataa zile laana, ili uinuke ukatafute maarifa yatakao kujenga. Biblia inasema alilituma neno ni maarifa, na kwa sababu ya yale maarifa uliinuka na kusema mimi hii vita napambana nayo. Sitaruhusu watoto wangu wapite walikopita wazazi wangu. Mimi nasimama nikao ndo mwisho. Kufa kabla ya wakati ndo mwisho. Kuto kufanikiwa kwenye maisha yangu mimi nikayo mwisho. Naenda kutoboa, na nikifanikiwa nahakikisha huu mlango hautaingia na kuwatafuta watoto wangu. Lakini huu mtazamo hauko nao, kwa sababu unachokiangalia ni kahali kako hapa. Kumbe hiyo hali yako hiyo unayoiona hiyo haijaanza leo. Kuna wengine hali tulizonazo zimeanza miaka 2000 na miaka 200 iliyopita, walioanzisha hata wajui. Unasema tu na wachawi. Mchawi hawezi akawa na mkono. Kuna sehemu na damu yako ndio inatambulika kwamba wewe ndio ulikuwa mkorofi. Ukijitazama maisha yako toka umezaliwa, hamna kitu kama hicho. Lakini kulingana na upande wa roho, damu yako, wazazi na wazazi wako, kuna kitu walikifanya. Kwa hiyo zile roho inafuata ile damu, zinatembea. Wewe ukisema mbona mimi nakuta tu nachukiwa, havifanyiki hivi. Hakuna kitu kinachofanyika bure bure. Kuna system, na hizo system zinatufanya tusimiliki. Lakini Mungu akikusaidia ukaseme kwamba wewe ndo unaenda kusimama, au hivyo vitu haviachwi kwa kuomba tu. Utaomba, utaziacha, utastopisha activities za kichawi. Yani kunakuwa na majukumu au ile neno tunasemaje, kuna mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho inayosapoti uovu unaofanyika juu ya maisha yako. Haijalishi ni uovu aina gani, chochote ambacho hakipo sawa katika maisha yako. Kuna mambo katika ulimwengu wa roho ambao unafanyaje, una sponsor. Kwa unakuta wengi wetu kinacho sponsor yanayoendelea katika maisha yetu ni uovu, ni uganga, ni madawa, mambo mbalimbali, ni laana ndio zinaendesha. Kwa tukiomba tunastopisha, lakini kule kustopisha kumaanishi kuna mambo mengine mazuri yataendelea. Lazima na wewe sasa uanze kufanya mambo yatakaoleta mkono wa Roho Mtakatifu kusponsor mazuri. Tuko sawa? Nazungumzia Eden. Hatupendi kukaa uweponi mwa Bwana kwa sababu hatujui faida iliyopo. Hatujui mambo yanayoendelea kwa sababu tu macho yetu hayaoni, tunadhani hamna kinachoendelea. Biblia inasema anamkataa mwenye kiburi, lakini anamtaka mwenye moyo unyenyekevu. Biblia inasema amkwepi mwenye moyo wa unyenyekevu, Bwana amkwepi.
Biblia inasema yupo karibu kwa wale walio na moyo uliopondeka. Yupo karibu pale. Kwa mpaka wewe ukaingie kwenye mambo, majukumu, activities zitakazohakikisha unyenyekevu unaonekana, kwa sababu huu unyenyekevu haonekani kwa kutamka. Mungu atakupitisha kwenye sehemu ambapo atahakikisha kiburi kimebaki huku, moyo umebaki na unyenyekevu. Ila kwa sababu tumezoea kila kibaya kinachotokea kwetu ni nini? Ni shetani. Hatujui kwamba hii anayesponsor hiki kitu ni Mungu, na kazi yake anayotaka kuifanya hapa ni nini? Ni moyo wangu kasafishwe, ukabadilishwe, akakuumbie moyo ulio safi. Ndivyo Daudi alivyosema, niumbie moyo ulio safi. Aligundua kwamba moyo alionao na maovu ambayo mengine hata hakuweza kuzania atakuwa nayo, lakini katika kukaa sehemu ya kumwabudu, sehemu ya uwepo wa Bwana, akagundua vitu vingine alivyovifanya. Akasema, mimi huyu nina uwezo wa kuvifanya, ni moyo wangu ushachafuka na hakuna kupona tena. Hivyo Mungu, niumbie moyo ulio safi. Mungu akasema, kama nataka nikuumbie moyo ulio safi, hiyo nao sema ni bustani. Tunahitaji tuanze kulima wa shamba upya. Tunahitaji hiki kitu kife ili kingine kiote. Kuna safari ya kwanza kupita. Ndio maana alipitishwa kwenye bonde la mti, akapitishwa kwenye sehemu ya moto. Sio adui aliyokuwa anafanya hayo, ilikuwa ni safari ya kumtengeneza moyo utakao ruhusu sponsor ya Roho Mtakatifu katika maisha yake. Kwa hicho ndio kilichoendelea sasa. Nimesema Yesu alipimwa na wazazi, akapimwa na uongozi wa wazee wa kanisa. Katika miaka 12 Biblia inatuelezea kwamba alikuwa sehemu, alivyokuwa anaongea kwa miaka 12 walishangaa wakongwe wa Torati. Wanasema, huyu mtoto ametoka wapi? Anavyoviuliza. Mnajua kulingana na theolojia alikuja na maswali yaliyozidi degree, yaliyozidi udokta. Alafu madokta waliosoma Torati wakawa wanashangaa, hivi huyu kijana mwenye miaka 12 maarifa ameyatoa wapi? Kwa alikuwa akipimwa na watu, sio maombi tu, ni maombi na kukua kwa maarifa. Alivyokuwa akifanya hivyo, heshima ilikuwepo kwa wazazi wake. Kuna wengine, namna tulipotoka nyumbani mpaka leo hiyo njia haikumpendeza Mungu, na kwa sababu muda umepita, tunadhani hicho kitu kimesaulika. Nakwambia, kama tunataka tuanze kudini na Roho Mtakatifu, anahitaji mizizi yote kwanza kuitengeneza. Mizizi yote inahitaji anze kutengenezwa. Mungu ametupa, Biblia inasema ametupa wazazi kama Mungu wa pili, na hapo ndipo unapoanzia uongozi wa maisha mtu yoyote, ni wazazi. Kwa sitaruka, hebu niingie chini kwanza, kwa sababu nikiruka mtaelewa. Kwenye wazazi, ukikaa tu sasa hivi ulivyoishi na wazazi, nimesema hivi, kama unataka kweli Mungu akaingilie katika maisha yako, unahitaji uwe mkweli. Sio kila siku wewe ndo wakusema mimi nimekosewa, mimi ndo vua hicho kiatu, kivue, alafu vaa kiatu cha kusema mimi nilikosea wapi. Anza kutafuta ulipokosea na ukarekebisha. Kuna muda mwingine sio lazima wewe ukosee, ila ni lazima system ikakae sawa. Kwa hata kama wewe hujakosea, lakini kama system iliharibika kule, katengeneze. Katengeneze. Hata kama wewe ndio, sio kwamba wewe ndio ulifanya hivi kwa wazazi, lakini system kama ilibaki haikukaa sawa, kuna sehemu mahali kaliharibika. Hata kama tunaishi, mnajua sasa hivi sana sana Afrika ni watu wanafiki. Samahani kwa hilo neno. Hata kama tunaishi na watoto zetu, hata unajua kuna muda mwingine hata wazazi ukishakosea muda mrefu ukipita wanakusamehe kimya kimya, kumbe moyo umeshaharibika ndani yao. Kwa mnabaki tu mnaongea, ni mtoto wangu tufanyeje, lakini ile system kulingana na Roho Mtakatifu iliharibika, uliharibu. Kwa kila napohitaji kuingilia kati, kuna error, inasema kuna kosa hapa, unawezaje kuingilia kati? Huyu mtu atatengeneza hapa.
Kwa inakubidi uende ukatengeneze pale. Ukitoka pale ndo anakupeleka hatua ya pili. Hizi safari za kurekebisha, kuweka sawa ya mambo ndo zinatupeleka kwenda kuwa wamiliki kama alivyotufanya Mungu tuwe. Kwa tunayo picha ya Kristo katika kumiliki kwake. Yalikuwepo maisha aliyaishi yaliyohakikisha haki imesomwa, kwamba huyu haki imetimia. Hakukutwa na unajisi, hakukutwa na uasi wa aina yoyote ndani ya moyo wake, kwenye fikra zake, kwenye tamaa zake. Alijaribiwa kila kona, hakukutwa na kosa lolote. Vitu vingine hatuvimiliki vivi tu kwa sababu tumeomba, tumefunga. Kuna systems zinahitaji zikakae sawa. Nakumbuka safari yangu ya kwenda kusoma ilitoka 2021, nilienda 2023. Siri moja niwaambie, iliyotoboa ikafanikiwe haikuwa kwa sababu pesa zilikuwa zinasumbua. Kuna system haikukaa vizuri na wazazi. Nakumbuka kabisa kuna siku nililisikia neno la kutengeneza na wazazi. Sikujua kwamba litaibua vingine. Mimi niliamua niende nikatengeneze. Nilienda nikanyenyekea, nikamwambia naomba mnisamehe. Nilienda nyumbani, nilipiga magoti, nikamwita baba, nikamwita na mama, nikamwambia sijawa mtoto ambaye mlitegemea niwe. Sijafanya vitu ambavyo viliwapendeza, naomba mnisamehe. Niliomba sio kwa kutengeneza, ulikuwa ni msamaha uliotoka chini ya moyo wangu. Naomba mnisamehe na mnitamkie baraka. Walivyonitamkia baraka, ndo safari ikaiva. Mambo yalivyoenda tena, kama kuna muda shetani alitakiwa asinifanikishe, ulikuwa ni ule muda, kwa sababu safari itakiwa ianzie huko, ikashindikana huko, na hela zilizotoka huko nikaona kabisa hapa hakuna kutoboa tena, kwa sababu hela nilizotegemea kuzitumia ndo zilizotumika katika vitu ambavyo havikufanikisha safari yangu. Lakini system ilitengenezwa. Mungu alianza kuitengeneza njia mpaka ikafanikiwa. Kwa hiyo safari ya wazazi, kuna watoto, kuna hata sisi wenyewe ambao tumekuwa ni wazazi sasa hivi, tulivyoishi na wazazi kama wapo, kuna namna tunahitaji kutengeneza. Kutengeneza tu hapo, mimi njia zilifunguka na nilijua kwamba hii njia ya kutengeneza huku ndio inanisaidia mpaka hapo. Nikafanikiwa, nikaenda na mambo yakaenda vizuri. Vikwazo viliinuka, lakini Mungu aliinuka zaidi ya vikwazo. Sio kwa sababu nilikuwa nafunga sana. Kufunga nilikuwa nafunga, kuomba nilikuwa naomba, lakini nguvu haikuwa inatoka tu kwenye maneno niliyokuwa nayatamka. Kuna namna moyo ulitakiwa utengeneze na wazazi kwanza, alafu ombi langu ndo litajazwa na nguvu kufikia mbinguni. Kwa sababu kuomba kwetu, kusifu kwetu, kuabudu kwetu vinapanda juu kama manukato, na kama kuna kitu hakijakaa sawa, yale manukato yanakuwa ni ya kumkwaza Mungu, yanakuwa sio tena manukato, inakuwa ni harufu mbaya. Kwa amna hata haja, kuna sehemu tu harufu mbaya, maombi ya harufu mbaya yanapelekwa, hata hayawezi hata kufikia ufalme wake. Ndio maana tumekuwa tukiomba muda mrefu na mambo hayafanyiki, kwa sababu kuna sehemu tujatengeneza. Kuna sehemu pia tukitoka kwenye wazazi tunaingia kwenye uongozi tuliokuwa nao. Kuna uongozi wa kanisani, wakina mama pia kuna uongozi wa ndoa. Hivi vitu visipokaa sawa, maombi yetu yatakuwa ni bure, na tunahitaji kutengeneza kama sehemu. Mwanamke, kuna namna mtu unatakiwa aishi kwenye ndoa, tengeneza. Hata kama vinavyofanyika ni wewe ndo unakandamizwa, lakini unahitaji system utengenezwe ili ombi lako likajibiwe. Hivyo vitu vya kuweka sawa. Tukitoka hapo, kuna ngazi ya viongozi wa kanisani. Tulimwona Yesu alivyoishi akiwa na miaka 12, hakuwadharau.
kuna namna protocol ile ilifanyaje, iliheshimiwa, mpaka Yohana Mbatizaji akasema, wewe yaani mimi niko chini yako kwa sasa hivi mpaka nizitimize haki zote. Kuna muda mwingine lazima ufe kuzitimiza zile haki. Sasa kwenye hivyo protocol kwenye kutii ukoo, utii wazazi, ufanye nini, ndo kuna kufa, kwa sababu muda mwingine vinakuwa ni vya kukuumiza, muda mwingine vinakuwa ni vya kuonewa, lakini ni kwa kiasi gani upo tayari kubeba msalaba wa Kristo na kusema mimi nitatengeneza upande wangu, ili naye Yesu wingu langu katika maombi yangu likafunguke. Alivyokuwa amemaliza hapo, na vipande na vya kutiitii ni vingi. Kwa hiyo unapokuwa na Roho Mtakatifu anavyozidi kukuongoza, ndio utakuwa unaviona kwamba kuna wazazi, kuna ndoa, kuna uongozi, kuna wazazi kuna wachungaji. Kuna wengine tumetoka kwenye makanisani, lakini tulipotoka makanisani kwetu tumetoka kwa ubaya. Hata kama utaenda sehemu ambayo Mungu ndio mchungaji, kama ulitoka kwa ubaya, nenda katengeneze. Nenda katengeneze. Kuna protocol zingine hazipingwi. Hii ni safari ya kuelekea kukua katika ule utawala ambao Mungu alituumba kwa ile picha. Na hivi vitu viharibika, vilikuja kuwa shagarabagara kwa sababu ya anguko la mwanadamu, na ndio maana vimekuwa kama ni vitu vigumu sasa hivi kuvitii. Lakini ukivitii, tuangalie wengine tulikotoka makanisani, tumetoka kwa maneno. Hata kama utaenda sehemu nyingine, kama ulikotoka umewacha na huzuni, umewaumiza mioyo, na walikuwa kwa muda fulani ni viongozi wako, walikuwa kwa muda fulani ni wachungaji waliokuchunga katika imani, alafu ukawaacha mioyo imeharibika. Popote utakapoenda, Mungu atakuwa analia kwamba pale uliharibu, nenda katengeneze, kaweke sawa. Biblia imesema sehemu moja kwamba kuna mtu alikuja kutoa sadaka, lakini alikuwa hajatengeneza na nani? Na ndugu yake. Aliikataa sadaka, kwambia mimi sina shida na sadaka yako, ninachokiangalia zaidi ya sadaka ni moyo wako. Moyo wako haujakaa sawa, kuna sehemu pameharibika. Nenda katengeneze na ndugu yako, alafu kisha ilete sadaka yako. Kwa wengine tumekuwa tukileta vitu na kutoa kwa Mungu na tuoni kitu chochote, kwa sababu mahali sehemu hapajakaa sawa. Tunaposikia neno kama hili, ni wakati wa kutafakari. Hivi nimeishije na wakwe zangu? Nimeishije na wazazi wangu? Nimeishije na mume wangu? Nimeishije na watoto wangu? Nimeishije na wazazi wangu? Nimeishije na wachungaji pengine kabla sijaja Kojpek? Nilitoka kwa usalama kweli? Nimesema hata kama walikuonea, ila kama kuna kitu kilitoka ndani yako ambacho hakikutakiwa kitoke, upande wako nao umeharibu, na ule upande umefanyaje? Umeharibu. Lakini wewe tengeneza wako. Huyu Yesu alipokuwa amemkataa kupokea sadaka huyu mwingine, hakumwambia na wewe amekosea. Alimwambia kwa faida yako wewe, hii sadaka ili ipokelewe, nenda kafanye, katengeneze, kaweke sawa. Watoto kaweke sawa na wazazi, wazazi wakaweke sawa na watoto, wazazi wa kiroho wakaweke sawa na sekta zote. Ndivyo alivyokuwa anakuwa Kristo. Hivi tusipoziangalia hizi kanuni ya kutawala kwake, tuseme tu kwamba Kristo alitoka kwa sababu alikuwa ni Mungu akafanya vyote kuna protocol alizitii. Kuna protocol alizitii, na alipozitii kwa miaka 30 alikuwa kama ni mjinga, alikuwa kama alikuwa vyovyote utakavyoweza kumtaja, lakini alihakikisha katii. Alipomaliza protocol za duniani, wengine hapo hata tupafikii. Protocol za duniani ndio kwanza zimetukandamiza, tunazeka. Protocol za duniani zinatuangamiza, hata za roho hatujafikia. Alipomaliza protocol za kidunia, ndo akapelekwa sehemu kujaribiwa na roho. Roho ndo alikuwa invigilator, ndo anamaki
kwa siku 40, kwamba kama utatoboa hapa ndio tunakupeleka sasa ukaanze kuwa na mikutano. Tunashangaa tu Yesu alipokuwa anaenda, mbona alikuwa anahubiri kawaida tu, mikutano ilikuwa inakuja. Kulikuwa na backing ya Roho Mtakatifu, ulikuwepo uwezo wa Mungu uliokuwa anakusanya makusanyiko. Amen. Hivi ndivyo kanisa linavyokuwa. Mchungaji kama hajatengeneza huko, tutasota hapa vitu haviongezeki, hakuna kuongezeka, kwa sababu hata kama ni mchungaji naye ana safari yake ya kutengeneza protocols zikakae sawa. Haijalishi ni nabii ni nani, vyote vinatakiwa vikae sawa, ndipo Mungu anamruhusu. Hata kama ni kazi yake, kazi ya Bwana haina upungufu kwamba Bwana atawaruhusu imradi mnatamka Yesu Yesu, atawaruhusu muwe na watu. Anahitaji haki na utakatifu, na kila kilichokuwa na uasi kilikataliwa. Na tumekataliwa wengi wetu kwa sababu tumekutwa na uasi ndani ya mioyo yetu. Tumekutwa na roho za kutokusamehe, tumekutwa na chuki, tumekutwa na viburi. Aliniumiza sana. Unajichelewesha mwende, unajichelewesha. Chukua, vaa kile kiatu pamoja na maumivu yaliyopo mle ndani, afu nenda katengeneza. Alipofaulu ule mtihani, nimesema huu mtihani wa kupimwa na Roho Mtakatifu haukuwa wa mwisho, ulikuwepo mtihani ambao ulikuwa umezidi yote, na huo mtihani ndio tunakuta kwenye garden, bustani ya pili. Alipomaliza mtihani wa mwisho, Roho akawa amepima akasema, hatujakuta chochote kilicho kiovu kwako, unaruhusiwa kwenda. Aliyotokea mara ya kwanza baada ya kujazwa na nguvu na kila kitu, alikutana na Shetani. Akaja kupima tamaa za mwili kama bado zipo. Nawaambia hizi ni test, ni mitihani ambayo inatupeleka kuwa watu wa kumiliki, na kila mtu ana safari yake. Asiwadanganye mtu, kila mtu. Yesu ndo alisema, kama mnataka kunifuata bebeni msalaba. Na msalaba alioubeba Kristo sio ule ulioanzia Golgotha, ulianzia toka amezaliwa. Aliubeba msalaba, aliyaishi maisha ambayo sio yake, bali aliyompendeza Mungu. Wengine tuko hapa, maisha bado hapo mikononi mwetu, bado tuna maamuzi ya vitu vyetu. Kwa maisha ya Kristo yalikuwa ni ya kubeba msalaba ambao ulikuwa ni wa Baba Mungu. Akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, hebu fikiria, umejazwa na nguvu, upako na miminika mpaka kwenye viatu unakutana na Ibilisi. Kama wewe ni mwana wa Mungu, kwanza pale ni hasira tuione kwamba hivi wewe Ibilisi unanichukuliaje wewe? Ujui kwamba mimi ni mwana wa Mungu? Lakini alisema mtu hataishi kwa mkate pekee, kwa upole, kwa utulivu, roho safi kabisa. Wengine tunakasirika tu tukijibiwa vibaya tunapoenda kwenye uinjilisti alikutana nayo yote, alitemewa mate na watu ambao wamekuja kuwakomboa. Kwa wengine hata kwenye kufikia kwa wengine bado hatujafika. Sisi wenyewe maisha yetu hatujaanza kuyatengeneza vizuri tuweze kuishi katika mstari wa Mungu. Kwa hata kumwombea mtu ndio maana ni shida. Akasema, badilisha huu mkate ili jiwe liwe mkate. Kapewa jibu moja pale. Shetani akasema, hii kiboko hii. Haya, tamaa za roho, tamaa za mwili za kula au ametushinda. Tuende tuangalie tamaa za umaarufu, tuone kama kuna umaarufu. Anasema, kama utaniabudu mimi nitakupa haya yote. Alisemaje? Imeandikwa, mwabudu Mungu wako. Akaleta jaribu lingine. Kabla hajapewa huduma Kristo alipewa mitihani maisha yake yote. Alafu sisi tunalia, tunaomba, tunagaragara tupewe huduma, tupewe vitu. Tunasahau kwamba vile vitu tunavyovililia vina maisha ambayo yanatakiwa yatiki, yatusponsor, yatuthibitishie kwamba okay, sasa wewe unastahili. Nilisoma na siku ile kwamba katika Waebrania 11 mstari wa kwanza Biblia inasema wazee wa kale
walipewa vitu, thawabu yao ya imani, kwa sababu walikuwa na ripoti iliyo njema. Kuna ripoti inaandikwa, na hiyo ripoti ndio inayokufanya upewe unachokiomba au usipewe. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi kwamba kama mtafanya ninavyowaambia mimi, mtaishi maisha niliyoishi mimi, mtaomba lolote na mtapewa. Kama ilikuwepo sharti kwamba kuna life inatoka mliishi, na mkiweza kufanikiwa hapo, chochote utakachokiomba utapewa. But tuache kuviombea vitu vingine, hebu tuweke life kwanza likae sawa. Mimi maombi yangu yalibadilika na kwamba maisha yangu kwanza kae sawa, tamaa zangu ziendelee mpaka zitakapofikia kwamba Yesu ameona kwamba ripoti imekamilika. Vingine vinakuja vingine afu vyenyewe tu, kwa sababu inakuwa ni hatari kupewa kitu ambacho huna uwezo wa kukimudu. Shetani kabla hajapewa ufalme, Mungu alipima, kaona kuna wasi ndani ya moyo wake, akamtote wewe haufai. Nimefanya nini tena? Unasema umekutwa na wasi ndani ya moyo wako. Hivi kuna mahakama inayopima na kuhukumu ndani ya moyo kulingana na kilicho moyo wa mtu? Hakuna. Lakini ipo mahakama ya mbinguni ambayo yenyewe hukumu yake haitoki kwa inachoongea wewe. Hukumu yake inapimwa kwa kilicho ndani ya moyo wako. Kwa hiyo unaweza kuwadanganya wachungaji, unaweza kuwadanganya watu, lakini ukisimama mbele yake, hukumu iko juu yako, kwa sababu maisha yanavyotakiwa yawe hayajawa hivyo. Lazima utakutana na ile hukumu ya Bwana juu yako, na tusipoyahubiri haya tunakuwa tunawadanganya, tutakuwa tunasema uongo, kwa sababu ukweli wote upo kwenye Bible. Ndipo alipopewa Shetani, alipoona yote ameshindwa, ndo alienda kuwa na mkutano wa kwanza. Biblia inasema walikutana maelfu na maelfu, walikuja. Walitoka wapi wale maelfu? Malaika sasa ndio walikuwa wanatumika kama redio kutangaza injili ndani ya mioyo wa mtu. Sisi tunawatangazia watu masikioni Biblia kulingana na utaratibu wa kimungu. Injili inatangazwa kwa watu kwenye mioyo yao. Walisukumwa tu kumfuata Kristo, wakakusanyika maelfu. Nani aliwatangazia? Nani aliwaambia? Walikuwepo sasa malaika in charge. Anapoenda wanapeleka vipeperushi. Vile vipeperushi maandishi yalikuwa yanaandikwa kwenye mioyo ya watu. Sisi tunahangaika kuviandika vipeperushi, watu wavisome, wakivisoma vinaisha tu. Kuna vipeperushi tunahitaji tuvililie kwamba maisha yetu yakikaa sawa, Yesu ndo atakuwa anatumia kazi wa malaika wake kupeleka vipeperushi ndani ya mioyo yao na kuambia kuna sehemu tukutana na mkombozi. Watu walikuwa wanamfuata tu. 5,000, kuna wakati watu 5,000 wanaume tu walisikia aje hii injili nyie? 5,000 siku moja. Afu hao ni wanaume tu, tukiwaongezea na unakuta 15,000 watu walikuwa wanajana, watoto, wanawake. Afu kama kawaida tu wanawake ni wengi kuliko wanaume. Hiyo injili ilikuwa inasambaeje? Kuna protocol ilikaa sawa. Kuna maisha yaliruhusu akawe na ufuasi wa namna hiyo. Miujiza ilikuwa inafanyika kwa sababu kuna moyo umepimwa na kumwona wewe wastahili. Yesu angekuja kutuonyesha utajiri, yeye ndo angekuwa tajiri kuliko wote, lakini alichokuja kukileta ni ukombozi. Na ndio maana maisha yake hakuruhusu vitu vya fahari. Mkimwangalia Ibrahim, mkiangalia watu wengine waliofanikiwa, maisha yao yalikuwa yanaonyesha kufanikiwa. Kwa hiyo Mungu alihakikisha katika maisha yao kufanikiwa kulikuwepo, kulingana na kitu alichokuja kufanyaje, kutimiza duniani. Na hivyo vitu walivijuaje? Kwa sababu walikuwa kwenye Eden ya kwanza, ambao ni kukaa katika uwepo wa Bwana. Baada ya hapo ikaja jaribu la mwisho la mwisho. Tusome Mathayo 26 mstari wa 36. 26:36. Mathayo mtakatifu 26 mstari wa 36, neno la Bwana linasema, kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemane,
akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Amina. Amen. Ukisoma mpaka 46 ambapo tutasoma kwa sababu ya muda. Hii bustani ya pili ni bustani ya maombi na kubeba mzigo. Ilikuwa ni bustani ya Getsemani. Sasa baada hapo alienda kutoa sadaka, kujitoa sadaka yeye kwa ajili yetu. Hii ilikuwa ni bustani ambayo ilikuwa na miti ya olive oil, kama mnaifahamu olive oil, sio unahitaji kwa Kiswahili. Olive oil, yale mafuta hayatoke mpaka yanapokamuliwa. Mzeituni, yale mafuta yanakamuliwa. Ina maana ilikuwa ni bustani ambapo unaenda kukamuliwa. Wanahakikisha sasa ufe ili chochote cha kidunia kisiwepo kwako. Ndio alichoenda, ndio ilikuwa bustani ya pili. Ni bustani ya maombi, ni bustani ya kujitolea, garden of intercessory ministry, kuombea watu, kubeba mizigo ya watu. Hii ndio sehemu ambapo Yesu alisema hivi, hakuna uwezekano wowote ule ambapo tutafute namna huu ukombozi tutauleta kwa hawa watu mpaka nife. Ilikuwa ni nzito, lakini aliliweza kwa sababu kuna sehemu alikuwa na report ilikuwa inaonyesha. Na kama ni ukombozi unahitaji kama ni watu tunahitaji kuwaleta kwetu, hawa lazima ufe. Akasema basi na iwe hivyo kama unavyotaka Mungu. Ile ndio sehemu ambapo sasa sio juu yako, sio juu ya maombi yako. Hiyo ni mahali ambapo nasema Bwana, maisha yangu na hiyo unavyotaka wewe yao. Tunapaimba sana na tunaomba Mungu, maisha yangu unavyotaka wewe. Anavyotaka nani? Mungu anavyotaka maisha utakimbia. Kwa sababu mara ya mwisho alichokuwa anakitaka ni uisha na amani na jirani yako uliyogongana naye. Ulikimbia na ukaacha ugomvi pale, alafu unakimbilia kanisani nasema maisha yangu unapotaka Mungu. Ayendi hivyo. Anasema okay, nimeyasikia maombi yako, tengeneza na jirani. Anzia chekechea kwanza. Unataka ufanye mtihani wa chuo kikuu, chekechea hujafaulu. Mungu. Ndio maana tuwe makini na maneno tunayoyasema, kwa sababu uzito wa maneno tunayoyasema unatambulika ulimwengu wa roho. Sisi tunajua tu kwa sababu ni ibada. Mungu, maisha yangu ni yako, maisha yangu ni yako. Muda wengine maisha yetu yapo tunapitia kwenye vitu kwa sababu tulimruhusu Mungu kwamba maisha yetu ni yake. Alafu hatujui ina maana gani. Hivyo maisha aliyopoanza kutupitisha kwenye jangwa, tunaanza kwenda kukimbilia makanisani. Mimi wachawi amekupitisha kwenye jangwa. Si umesema maisha yako ni yake? Ameamua kukupitisha kwenye jangwa ili ahakikishe hakuna kitu kinachofanana na dunia ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Alafu wewe haujui kwa sababu ulisema tu ovyo ovyo, ili mradi tu ni kusema. Kila ombi tunalotamka, kila neno lina maana kirohoni. Na sio maana tu, lina maisha. Na yale maisha ukisema Mungu nifanye hivi, kuna life unatoka uliishi litakalo support unachokiongea. Kwa hautaweza kukiona kile unachokitegemea. Kwa mfano wengine tukisema maisha yangu ni yako Mungu, fanya chochote unachotaka, ataanza kukupeleka tu sehemu ndogo tu kwamba watoto ishi nao vizuri hapa. Nataka waone upendo wangu kupitia wewe mzazi, ishi nao vizuri. Alafu uone vibuli vitakavyoanza kuinuka kwa watoto. Na hako ndo kamtiana amekupa. Ukishinda pale anakupeleka darasa la kwanza. Au akupeleki pale unapotaka wewe kwanza, kwa sababu yeye ana protocol zake mdogo mdogo. Kifaulu watoto anasema ndoa. Kifaulu ndoa, familia hii vizuri. Kifaulu pale haya wanamtaa, nataka uone upendo wangu kupitia wewe. Hao wanamtaa ule ambaye unamchukia, akupendi yule, ndio kila mwezi unatakiwa unafanya jambo kwake. Yaani ukimwona tuna macho moshi unatoka kwenye macho, ndio anakwambia pale ndio nataka uanze kufanya jambo kwa yule mtu. Kwa sababu gani? Uliomba Bwana akafanya anavyotaka.
Kwa anaanza kukuletea maisha ambayo anahakikisha ukawe vile anavyotaka. Na wewe ulipoomba, ulichokitegemea ni kwamba wakupe pesa upate gari, wewe unawapa lift washirika wenzio na anajua kwamba nikikupa gari sijakutengeneza wewe, kila siku na dharura. Kwa ili kuhakikisha ombi lako linakaa vizuri, anaanza kukupitisha kwenye maisha, alafu mpaka itakapofika sehemu hata gari lije lisije, yani wewe maisha yako ni kwa Kristo, alafu ndo analileta gari. Anambia mimi Mungu sitaki tena gari, kama gari hili hapa sasa. Moyo wako sasa ushapondeka, ndo anavileta vile vitu ambavyo wewe ndo ulianza navyo miaka 5 iliyopita. Baada ya safari ya kukutest, ya kukujaribu kupitia kwenye hizi bustani ambazo vitu vinatoka, anapandikiza vya kwake, ndo anaanza kukupa vile ambavyo ulikuwa unaviona kumbe hivi vitu vilitakiwa viwepo, ila ni ubishi wangu wa kuua anavyotaka mimi Mungu nini. Bustani ya pili ni pale ambapo Yesu aliyatoa maisha yake yote, kwamba Bwana, hiki kikombe kama inawezekana. Alijaribu hata yeye, ilikuwa ni ngumu ile ilikuwa ni mbonge na mtihani, lakini inambidi afanye hivyo kwa sababu mwanzo tumesemaje, kuna ufalme anahitaji akabidhiwe, na ule ufalme ambao anahitaji akabidhiwe unahitaji awe na haki. Ufalme wa mbinguni upo kwenye haki na usawa, justice. Akasema basi na iwe hivyo. Mnajua maneno ya watu tunaoyasema haya yalitokea kwa wanafunzi. Wakasema, Yesu aliwaambia akasema, nyie wote nikikamatwa hapa nyie wote mtasambaratika. Mnajua alijibu nini wale wanafunzi? Akasema, hadi sisi tunakufa kwa ajili yako. Tena Peter ndo akasema, yaani mimi Yesu yaani hakuna kitakachoning'oa kwako. Aning'oi mtu. Yesu ndo akamwangalia akamwambia, wewe kabla hujageuka mara 3 utanikataa. Peter alikataa, alibisha, kwa sababu walizani ufalme wa mbinguni upo kwenye maneno. Kumbe upo ya kitu ambacho umekipitia, umekutengeneza. Peter akawa amejitahidi. Unajua hata hivyo Peter alijitahidi. Wengine walikimbia, Peter alikuwa anaendelea kwenye melea. Alienda mpaka kule alikompeleka Kristo. Kakutana na mdada mmoja, wewe hivi Yesu ulikuwa na wale, mimi simjui yule mgeni, simjui. Peter wa kwanza, mwingine wa pili mpaka wa 3. Alipomaliza tu kukataa mara 3, jogoo. Alafu ndo akajua kwamba alichokuwa anakiongea alikuwa ajui maana yake. Kwamba unaposema Yesu mimi nitakuwa na wewe, ina maana wewe tayari kufa. Hakujua hilo. Yeye alijua tu ni kusema. Alipoona kwamba kusema kwamba huyu mtu namjua na mimi nitaenda kusurubiwa kifo, alipoiona uhalisia wa neno aliyokuwa analitamka, akakataa. Baadaye ndo akaenda kulia na kuomboleza. Na ndio maana Yesu alisema, yaani mimi ni mwenye dhambi, ukae mbali na mimi. Alijua sasa kwamba yaani mimi maneno yangu yalikuwa ni ya uongo na nilikuwa sijui ni ya uongo. Yesu alisema kae mbali na mimi, kwa sababu sasa amepelekwa alimuonyesha uhalisia wa maneno anayosema, kwamba hivi vitu sio vya kuongea tu. Moyo unahitaji utengenezwe. Moyo unahitaji utengenezwe. Ndio vitu vingine tunavyoviombea vitakuwa ni mali yetu. Vinakuwa ni kwa sababu Bwana nipe hiki, mimi nitafanya hivi kwa watu. Ni kitu kizuri. Lakini ni bora tuwe na maarifa kutufunza na kutujuza kwamba kila tutakachokifanya, tutakachokiongea kina maisha nao takiwa akisupport. Na ndio maana hata maovu tunaoyaishi, wapo watu waligharamia yawepo. Hayakuja bure. Hayakuja bure. Hivi tunapoona hapo watu wanatabiriwa zimetolewa kafara. Haikuanzia kwenye kutoa kafara. Kafara ilikuwa ni tukio la mwisho, ilianzia kwenye kukuchukia. Baada ya kukuchukia likatokea tukio. Kwa uovu ulikuwa unajengeka taratibu, alafu ukafikia mwisho wa kutoa kafara kwa ajili yako ili upitie kwenye kuangamia. Kwa gharama ipo hata upande ule unaosababisha maisha kawe sehemu fulani ya mtu. Na kama pia unahitaji urejeshe ile system
inakuchukua muda. Na kwa sababu gani inatuchukua muda? Kwa sababu na sisi tunatakiwa tuwe na ripoti inayoonyesha utu wema, inayoonyesha uvumilivu, inayoonyesha upendo. Matunda 9 ya Roho Mtakatifu ndio inatakiwa hiyo ripoti ya kila muumini ambaye Bwana atatembea naye na kufanya ishara na maajabu. Wakikuangalia hivi, wanaangalia kwenye lensi ya Roho Mtakatifu. Tunasema huyu upendo, angalau kutii, lakini kuvumilia. Hebu mpelekee jaribio ambalo litamuonyesha kuvumilia. Wanaleta kitu kitakachokubana kwenye swala la kuvumilia, mpaka matunda 9 ya Roho Mtakatifu: kuvumilia, upendo, utu wema, amani. Mambo 9 yako pale. Kwa kila tunapokutana na matatizo mbalimbali, changamoto za kila siku za maisha, chukua matunda 9 pale, alafu angalia ni utaenda kuitatua ile tatizo kutumia njia gani, kwa sababu zipo njia 9 za kutufanya tutatue matatizo tunayoishi katika maisha yetu tunayokutana nayo. Kuna tatizo lingine utakutana nalo litakuhitaji utumie silaha ya upendo, na kulingana na Biblia inasema upendo ndio umezidi kila kitu. Upendo, wapendwa, ni silaha ambayo imezidi kila kitu, na hiyo silaha ndio aliyoitumia Mungu kutushinda sisi kuwa wake. Biblia inasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu alitoa mwanae. Kwa upendo ni silaha ya mwisho kuu ya kuitumia. Usisemeseme tu ovyo ovyo. Kama unazungumzia upendo, ujue kuna kufa unapotumia neno kupenda, ujue kuna kutoa unapotumia neno kupenda, ujue yani upendo. Sheria yote Biblia inasema imekusanyika ndani ya upendo. Sheria yote, ukisoma Warumi 13 mstari wa 5 pale inasema upendo ndio inakamilisha sheria yote. Na hivyo ndio vitu ambavyo vilikuwa vinafanyiwa kazi ndani ya Kristo kwa miaka 30. Na ndio maana Ukristo wa ukweli unakuhitaji angalau uwe na miaka 10 ya kuvionyesha hivi bila kufeli. Miaka 10 ndio anakuwa huyu kuna kitu. Na bustani ya mwisho tunapomalizia ipo katika kitabu cha Yohana 19. Yohana 19 mstari wa 41. Yohana Mtakatifu 19 mstari wa 41, neno la Bwana linasema, na pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani mna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Amina. Endelea kusoma. Humo basi kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Amina. Soma mpaka sura 20 mstari wa kwanza mpaka endelea kusoma, atakwambia usimamie wapi. Yohana Mtakatifu 20 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, hata siku ya kwanza ya juma Mariam Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simeoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Luka 11 mstari wa 11. Mtakatifu 11. Ni Yohana 20 hapo ulipokuwa umesoma. Sasa Luka tu mstari wa 11. Sisi tumeingia sura 20. Kwa sura 20 hiyo turuke mstari wa 11. Yohana Mtakatifu 20 mstari wa 11, neno la Bwana linasema, lakini Mariam alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wa Yesu.
Nao wakamwambia, mama, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akizania kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia Mariam. Yeye akageuka akamwambia Kiebrania, Rabon, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Amen. Hiyo ilikuwa ni bustani ya mwisho. Nimeleta hii picha ambayo ipo kwenye bustani, inatuonyesha kwamba maisha ya mwanadamu yalianzia kwenye bustani na kaisha kwenye bustani. Bustani ya kwanza zipo kama 4, lakini tumezitafakari sana 3. Ya kwanza ni ya Mungu ambaye ndo anapoketi mbinguni. Bustani ya pili ni ile ya Eden, ambapo ile bustani ya pili ndipo mwanadamu alinyang'anywa nini? Funguo. Bustani ya 3 ni ile ambayo Yesu ndo alienda kujitoa maisha yake, na bustani ya pili ndiyo ile ambayo Yesu alikuwa amerejesha kila kitu. Na alipomsogelea Maria, baada ya matukio mbalimbali yaliyotokea hapa, Maria alipomuona kwamba kumbe ni wewe umefufuka, akajaribu kumsogelea, akasema, usinisogelee, sijapaa mbinguni, kwa sababu kuna madhabahu alikuwa aenda akajionyesha kwamba nimetimiza haki. Akamkataza kumsogelea, na ikawa zoezi limetimia. Ndio mpaka dakika hii Yesu upo katika mkono wa kuume. Haimaanishi kwamba Yesu amekaa upande huu au upande huu wa Mungu. No, imemaanisha kwamba Yesu amekaa katika uongozi wa Mungu. Sasa yeye ndo yupo kwenye administration, ndo yote yanayotokea yapo katika ofisi ya Kristo. Sasa Mungu amempa mamlaka, kwa sababu toka mwanzo alikuwa anatafuta nani ataenda kuyamiliki haya. Kamjaribu shetani, uasi ukakuta ndani yake. Adamu akakutwa na uasi. Yesu Kristo ilibidi atupe picha halisi na ili ikawe ni mfano. Ndio maana Paulo anasema mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo, kwa sababu alikuja kuwa mfano wa kuiga, kwamba nilivyoishi ndio mnifuate, na kama mtaishi kama mimi ndio kila kitu mtakachokiomba mtapewa, maisha mlioahidiwa mtapewa. Na uhalisia wa maisha yetu yapo kwa Kristo. Sio kwamba yapo kwa Kristo kwa sababu alikufa, yapo kwa ajili ya kuyaishi, ili kile kilioandikwa juu yetu tukakione katika uhalisia. Kwa hiyo sisi sio watu wa kawaida, tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka, lakini hivyo vitu havijapewa kwenye sahani bure, kama tunapopata ubwabwa tunapokuwa kwenye harusi. No, ipo safari ambayo kila mmoja anatakiwa aishi. Ipo safari ambayo kila mmoja anatakiwa mwisho wa siku kaonekane kama Kristo. Unajua, mbinguni, tunapokuwa tunaenda mbinguni, ipo picha moja ambayo tunatakiwa tufanane nayo. Ukiingia pale unatakiwa ufanane na Kristo, lakini sasa mbona maisha uliyoyaishi hatujui unafanana na nani wewe? Shetani sio shetani, kuna upande kuna kamwanga, kuna upande kuna ligiza. Kwa hatukuelewi, kwa sababu picha unayotakiwa ufanane naye mwisho wa siku ni Kristo. Na ni kwa nini ni Kristo? Kwa sababu kuna maisha ambayo alituelekeza tuyaishi, ya kuitimiza haki, ya kutimiza mapenzi ya Baba. Na katika kuitimiza hiyo haki ndo kuna kila kitu tunachokihitaji, zaidi ya uponyaji, zaidi ya biashara. Kuna kusudi lipo ndani ya kuishi maisha ya Kristo. Lakini ni wangapi wako tayari
kwa sababu tumekubali kuishi katika hali ya ile aliyotuacha Shetani. Tumekubali kuwa ni watu wadhaifu, kwa sababu ndicho Shetani alichotaka. Ni jukumu lako. Na ndio maana kila tunapokuwa tunakuja kanisani, tunasoma neno, tunajadili, kunakuwa na mahubiri hivi na hivi na hivi, vyote vinatupa mwongozo wa kuishi yale maisha ya Kristo. Lakini sio vya muhimu, kwa sababu mioyo yetu tumeifanya imekuwa ni ngumu. Hivyo macho yetu hayaoni ni kipi cha muhimu, wala masikio yetu hawezi kulisikia neno la Mungu. Tumepumbazwa na kutafuta hela, tumepumbazwa na mambo ya kidunia ambayo muda wake ni mfupi tu. Japo kuwa vyote ni vizuri, lakini vinatakiwa kwanza vifuate katika mstari wa Kristo, alafu hivi vyote vinaongezewa. Kwa tunaenda kusimama na kuomba kwamba Bwana akatupe neema, akatupe neema tukaweze kuyaishi maisha anayotaka tuyaishi, tukaweze kuziona mitihani ambao Mungu anataka tuifaulu, tukaiishi. Mungu atupe neema tukaone. Mnajua, tukiona, Biblia inazungumzia sana kuhusu kuona. Na nitawaambia kitu kimoja. Unahitaji kuona ili ujue namna gani utaweza kuihandle situation. Usipoweza kuona utazani ni kitu fulani, lakini kwa sababu ya giza iliyotanda ndani ya ufahamu wako, ndani ya macho yako, hautaona kwamba aliyekuwa anazungumza nawe pale ni Mungu. Ingawa neno lilikuja kwa ukali, lilikuwa linaibua au lilikuwa linataka likuonyeshe namna gani una kiburi. Kwa hiyo wewe, kwa sababu hutaki mtu akwambia una kiburi, ulikasirika na haukujua kwamba Mungu ndo alikuwa anasema nawe, kwa sababu macho yako yana giza. Kuna muda mwingine Mungu anasema nasi kupitia hali, lakini hatuwezi kuona kwa sababu macho yetu yamejaa ubinafsi. Hivyo tunaenda kumlilia Mungu akatupe macho tukaweze kuona. Kuona ninakokuzungumzia sio maono tunaokuwa nayo tunapoomba, ni zaidi ya maono tunaokuwa nayo tunapoomba. Kuona huku nako kuzungumza ni kusikia neno na kujua kwamba hili neno aliyokuwa naongea ni Mungu. Amen. Ni kuiona hali ambayo unakutana nao na kusema anaotenda hapa ni nani? Ni Mungu. Huko ndo kuona ambao nakuzungumzia. Kuona ambako nakuzungumzia ni pale ambapo umekutana na changamoto, unaona kwamba zaidi ya changamoto, zaidi ya maumivu, kuna kitu Mungu anatengeneza ndani ya moyo wangu. Huko ndo kuona nako kuzungumzia. Kuona nako kusema ni kule kuona kwamba kukosa kwako sio kwamba Mungu amekuacha, bali Mungu anautengeneza, anaufunda moyo wako. Huko ndo kuona ambako na kusema. Unahitaji uwe na macho ukaweze kuona kwamba hata huu ugonjwa nilionao sio kwa sababu Bwana ameniacha, lakini kuna kusudi lipo ndani ya Bwana. Pamoja na hii hali nilionayo, Mungu bado yuko nami. Huku ndo kuona alikokuwa nako Yusufu alipouzwa na kufanyia ukaidi. Alikuja kuambia baadaye ndugu zake kwamba hayakuwa mapenzi yenu, bali Bwana alikuwa nami. Bwana ndo alinileta huko, Bwana ndo akanifanya niwe mkuu, Bwana ndo alinifanya mimi nije huku ili nikawahifadhie chakula nyakati za njaa, msije mkafa na njaa. Aliona zaidi ya changamoto, alimuona Mungu aliyekuwa naye ndani ya ile changamoto. Na huku ndo kuona ambako nakutaka ukuone. Kuona huku ni kwamba kabla, hata kama inaonekana ni vigumu, cheti nilicho nacho, mambo yangu yanaonekana ni magumu, sijasoma, sijafanya hivi, lakini bado Mungu yupo na unahitaji umuone. Na kazi ya shetani ni kukufanya usimwone Mungu, ili kila inapoibuka hali unakuwa na cha kusingizia. Shetani anataka ajiunue sana ndani ya maisha yako kuliko Mungu. Na kwa sababu ya hilo, kila kinachotokea kwako unasema ni shetani. Nataka nikwambie kwamba unahitaji uwe na macho kuona kwamba pamoja na kwamba vinavyoonekana vyote ni viovu, Mungu bado yuko na wewe.
Shetani azijiinue kwako kwa sababu ya kukosa kwako. Shetani azijiinue kwako kwa sababu biashara haiendi vizuri. Shetani asije akajiinua kwa sababu watoto wanaumwa. Bado Bwana yuko na wewe. Uko ndo kuona ambako unahitaji uombe Bwana akakupe macho ya kuona kwamba kila inapoinuka hali utakuwa na ujasiri, sio wa kinafiki, wa kusema Bwana yuko nami, kama Daudi alivyosema kwamba japo napitia katika gombo la mauti, bado nipo katika uvuli wa mauti, bado japo napitia kwenye moto, gombo lako Bwana lijaniacha, lanitia moyo, lapita nami. Uko ndo kuona ambako nataka kuona. Nahitaji ukaone kwamba maisha ulionayo kipo kifungo cha Bwana, kazi ulionayo ipo fungu la Bwana. Unahitaji Bwana akakuonyeshe, kwa sababu ya kihubiri utaanza kuona kwa macho ya kishetani kwamba wanataka pesa. Ni macho atakao kuonyesha kwamba anayezungumza hapa ni Mungu. Unahitaji kuona, usije ukawa kama wale watu ambao Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba hawawezi kuona kwa sababu ufalme wa mbinguni umefichwa kwao. Mwambie Mungu, ufalme wa mbinguni usije ukafichwa kwako. Hili ndio ombi ambao unahitaji umlilie Mungu, kwamba Mungu, ufalme wako usije ukajificha kwangu. Naomba ukanipe macho nikaone, kanipe macho nikaone. Zaidi ya kuona mipango ya kishetani, nikaone mpango wako. Zaidi ya kuona mpango wa ibilisi, nikaone mkono wako ulioko nami. Huku ndio kuona. Paza sauti yako, mwambie Bwana, nipe neema ya kuona, nikaweze kuiona neema yako iliyoko nami.